kama Dr. Sharif, adui kama Dr. Sharif, hakuna kama yeye, hakuna asije maskini na matajiri, adui kama Dr. Sharif, hakuna. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kutujalia katika siku ya leo na katika mwendelezo wa vipindi vyangu mbalimbali. Na kama wewe hujanifuatilia katika vipindi vyangu, naomba uweze kuzidi kunifuatilia na kuendelea kusubscribe katika masomo ya hali ya juu na katika kujifunza baadhi ya vitu viwili vitatu kwa ajili ya kukusaidia katika masuala yako biidhni ya Allah. Basi zidi kunifuatilia kwa uwezo wake na utazidi kunemeka katika kile Allah alichonijalia, mwenye uwezo na mwenye nguvu na utukufu wake, mfalme wa wafalme. Basi leo nitakuwa sina mengi sana, lakini nitakuwa nakupa faida ya uwezo wa Allah, baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia katika mambo fulani. Huwa natoa masomo na huwa natoa vipindi ambavyo vinaweza kukusaidia wewe katika pale ulipo, au kama kuna jambo ambalo linaweza likawa linakutatanisha, kwa uwezo wa Allah tunaweza tukafanya na Allah akafanya wepesi na mambo yakawa mazuri, maana yeye ndiye muweza wa kila jambo. Kwake hakuna kinachoshindikana, kwake hakuna ambacho kinaweza kukwama, lakini kwake kila kitu kinakuwa ni chepesi kupitia kuamini na kubilivu kwa uwezo wake. Basi jambo linapotea kwa idhini yake. Basi leo ndugu yangu, nilichojaliwa na mimi nazidi kukudodoshia kidogo kidogo katika faida mbalimbali. Leo nimekuletea hivi hapa ni vitunguu saumu. Hapa pia tuna chumvi ya mawe. Tafuta chumvi ya mawe. Lakini hii kitu bwana ina matumizi mengi sana. Hii ina mambo mazito. Chumvi ya mawe nikianza kukufundisha utasoma mpaka utachanganyikiwa. Hii unavyoiona inafanya vitu vikubwa vya maajabu. Inafanya vitu matata. Inachapa maadui, inatoa mikosi, inatoa nuksi, inatoa balaa ndani ya mwili wako. Nitakuja kukufundisha namna gani ya kuitumia hii na baadhi ya dawa kwa ajili ya kuchapa maadui. Kama kuna mtu anakuloga, kama kuna mtu anakuchezea, kama kuna mtu anakufanyia mambo fulani, basi ukichukua hii kwa uwezo wake Allah wa Jalla na ukamuomba Allah, kama una maadui hata wewe 500 watapelekewa moto wajawahi kuona kwa uwezo wake Allah, basi hii ni noma kwa uwezo Allah. Wewe unanuia, unaweka katika moto wako, unamwambia Allah, kama kuna maadui wananisumbua, naomba wapelekee moto, na watapelekewa moto wa hatari wajawahi kuona katika hii dunia. Allah atawachapa vipigo ambavyo hawajawahi kupigwa. Kuna dua ya kuomba ambayo ya kurejesha kila kitu kinachofanyika kuhusiana na wewe. Basi kwa uwezo wake Allah anarudisha mashambulizi, yani inakuwa ni yeye sasa anafanya kazi, sio wewe unafanya kazi. Sasa hiyo ni siri, wewe nifuatilie, siri inakuja. Lakini leo nitaanza kukufundisha namna ya kutumia chumvi hii kusafisha mwili wako. Jaribu kutumia chumvi hii na ndimu. Angalia miaka ulionayo. Una miaka 20, tafuta ndimu 20. Una miaka 30, tafuta miaka 30, 50, tafuta miaka ndimu ziwe 50. Katika ile miaka ulionayo, utachukua chumvi yako hii ya mawe, utatia katika ndoo ya kuonogea asubuhi kabla hujaenda kokote. Basi weka chumvi yako, chukua limao yako, kata kipande kimoja. Oga kwa muda wa miaka yako kwa manuizi ya kile kinachokutatiza. Hela zako hazikai, mambo yako hayaendi, shughuli zako haziendi, una magonjwa yanakusumbua. Oga, weka kwa uwezo wake Allah, utaona anavyofanya kazi kupitia ndimu na hii chumvi kwa kila siku utakavyofanya idadi hiyo. Lakini pili, chumvi hii ndugu yangu unaweza ukasafishia katika biashara yako, duka lako, kazi yako, au umehisi kuna uchawi katika sehemu yako, weka. Na usikose ndani ya nyumba yako. Hii weka katika kona za ndani. Ukiona mambo hayako sawa, weka katika kona za ndani. Kama kuna maugomvi, ichome ndani. Kama kuna matatizo, mnagombana kila muda ndani, wanandoa, basi dekia, utakuwa ni uchawi mtu kaleta ndani ambao unatuweka fitna ambao mnafanya nyie mnalukiana.
dekia ndani ya nyumba yako, fanyia usafi ndani ya nyumba yako, ugomvi utaisha. Kama kuna mtu kaja na mamikosi yake yatakufa, weka katika nyumba zako kwenye kona za nyumba, basi itakusaidia mambo mazuri sana. Ina mambo mengi, nitakupa siri. Weka katika madirisha yako, weka katika milango yako, weka katika vitu vyako, na nitakufundisha namna pia ya kutumia kuweka katika glasi kwa kuweza kukusaidia kupata a lot of money. Basi hiyo ni faida, wewe ninafanya machache kwa ajili ya kukunemesha kidogo. Lakini pili, unaweza ukatumia vitunguu saumu kwa wale watu wanaosumbuliwa na majini, watu wanasumbuliwa na mapepo, watu wanasumbuliwa na majini mahaba. Una jini mahaba, wabilai, watalai, kwa uwezo Allah alionipa. Kama una mtu wako anasumbuliwa na jini mahaba, basi nikufundisha dawa ndogo tu. Usihangaike utanunua mafuta, utanunua vitu vingi, utatumia magalama. Lakini Allah akaweza kunifundisha hii elimu, nataka niwadondoshee kidogo. Chukua kitunguu saumu chako, si namna hii. Nikupe faida ambao ni thawabu ninakupa, ambao Allah amenijalia. Utachukua hivi vimbegu ndugu yangu, chukua vitatu, tafuta hivi kama vilivyo. Usimenye, wewe chukua vitatu tu. Lakini pili, chukua ndimu 3. Lakini pili, chukua mkaa wa kuokota, au pia ukiwezekana chukua miwa ya kuokota. Tafuta kitambaa cheusi. Hivyo vitu nilivyovitaja, funga, narudia kusema funga. Weka na zile ndimu, zile mbegu na hivi vitu na mkaa viwe mbegu 3 na mua viwe 3, hivyo vya kuokota. Funga katika kitambaa cheusi. Wabilai, weka katika unakolalia. Kama una jini mahaba anakusumbua, labda asiwe jini awe kitu kingine, takataka nyingine, lakini kama ni jini yoyote anajua anaingiliwa usiku, ndoto za mapenzi, ndoto za mahaba, funga, weka, alafu niambie daktari wewe ni muongo. Ukiingiliwa na jini mahaba usiku anakuja kukuchezea au kukufanya ujinga, mimi usiniite daktari, niite jamani muongo, ni mhuni, hata uweze kusema jamaa huyu hafai. Lakini kwa uwezo Allah nimekupa dawa ndogo. Usihangaika na madawa mengi, kuchoma, fukiza, fanya vitu gani, poteza muda tu. Vitu vidogo tu kwa uwezo Allah fanya, alafu ulete majibu. Utajua uwezo wake Allah na kalama alionipa ninachokufundisha sahihi. Saidia watu, fanya nilichokueleza, utaona uwezo wake Allah jalla. Alhamdulillah, katika kile nilichokufundisha utazidi kufuatiliana inshallah. Kama utakuwa na jambo, basi utazidi kuwasiliana na Dr. Sharifu Tiba Asili Tanzania. Nimejaliwa na Allah na nakupa kalama zake na nakupa dawa sahihi, sio vidao vya kudanganyana. Mimi nakufundisha kitu ambacho nina uhakika 100%. Kakifanyia kazi, leta majibu inshallah.